Kwa takwimu za hivi karibuni, ulimwengu una idadi ya binadamu zaidi ya bilioni 8. Lakini kila mwanadamu anayo kazi ambayo inaweza kumpa mafanikio, na kazi ambayo inampa mafanikio mwanadamu mmoja si kazi ambayo itampa mafanikio mwanadamu mwingine. Kwa mfano, wapo baadhi ya binadamu ambao wanafanya kilimo katika maisha yao, lakini binadamu wengine wanapojaribu kuwaiga binadamu hao na kwenda kufanya kilimo, wao hawafanikiwi kama wale ambao waliwaiga. Kuna wengine wanafanya biashara za aina fulani kwenye maisha yao, na wengine hutamani kufanya kama wao. Wanapojaribu kuwaiga na kufanya biashara, wao hawafanikiwi kama wale ambao waliwaiga. Unajua kwa nini? Zipo siri mbalimbali katika maisha ya mwanadamu ambazo hutofautisha njia ya mafanikio kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Na moja kati ya mambo ya msingi sana ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, kila mwanadamu ambaye amezaliwa na kuishi katika uso wa dunia ana njia yake ya mafanikio. Ni njia ambayo inatofautiana kwa mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine. Na wakati mwingine utofauti wa njia ya mafanikio ya mwanadamu mmoja na mwanadamu mwingine imeegemea katika siku yake ya kuzaliwa. Wengi hawajui kuwa siku na miezi yao ya kuzaliwa imebeba hatima za maisha yao. Ukiweza kuijua siri ambayo imejificha katika siku na mwezi wako wa kuzaliwa, basi huenda maisha yako yakaenda kubadilika. Kwa sababu nami natamani maisha yako yakabadilike, leo nitakwenda kukuambia ni siri gani ambayo imejificha katika siku na mwezi ambao umezaliwa, na utajijua wewe ni nani, unatakiwa kufanya nini kwa kutumia mwezi na siku ambayo umezaliwa. Kama nawe ni moja kati ya binadamu ambao wanatamani kujifunza siri mbalimbali katika video hii, basi video hii nimeitengeneza mahususi kwa ajili yako. Na kama umevutiwa kuendelea kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kundi la kwanza la binadamu ni binadamu ambao wamezaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 3 mpaka tarehe 19 mwezi wa 4. Katika mgawanyo wa makundi ya nyota, hawa ni wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya kondoo, yani Aries. Binadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya kondoo, zipo kazi mbalimbali ambazo wakizifanya kwenye maisha yao watafanikiwa kuliko binadamu wengine, na kuna baadhi ya kazi hata wakizifanya usiku na mchana hawawezi kufanikiwa. Kama wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 3 mpaka tarehe 19 mwezi wa 4, ujue kabisa umezaliwa ukiwa na nyota ya kondoo. Binadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya kondoo wanahusishwa na kazi zifuatazo ili waweze kufanikiwa zaidi kwenye maisha yao. Namba 1, kazi ambazo zinahusiana na masuala ya kuwalinda watu wengine. Binadamu wa kundi hili wanaweza kufanya kazi za jeshi au kazi za polisi, kwani wanadamu hawa wanapofanya kazi ambazo zinahusiana na masuala ya majeshi, kutokana na asili ya nyota zao, wanaweza kupata mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Na ndiyo maana kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa katika kipindi hiki, jaribu kuchunguza moyo wako ukoje. Mara nyingi moyo wako huwa unajitoa sana kwa ajili ya kuwalinda watu wengine, na binadamu wengine huwa wanajihisi salama pindi wanapokuwa karibu na wewe. Ni kwa sababu wewe ni moja kati ya wanadamu ambao ndani yao Mwenyezi Mungu amewawekea nguvu ya kuweza kuwalinda binadamu wengine. Unapofanya kazi zinazohusiana na masuala ya ulinzi, kwa sababu ya nyota yako utafika mbali, utakwenda kuwa na cheo kikubwa, lakini utakuwa na sifa njema hata kwa wananchi, utakwenda kuwa na mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 2, ujasiriamali. Kulingana na nyota yako, endapo utafanya shughuli za kununua na kuuza bidhaa ama kuanzisha biashara fulani, wewe utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu ambao wana mafanikio sana, kwani binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya kondoo huwa wana mvuto katika biashara. Utakapoweza kuisimamisha biashara yako, utakwenda kupata mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 3, kuwa mwanariadha.
Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya kondoo wanapofanya kazi ambazo zinahusiana na michezo, hasa kuwa mwanariadha, wanaweza kupata mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 5, usimamizi wa mradi. Binadamu wa kundi hili wana uwezo mkubwa sana wa kusimamia miradi mbalimbali. Kwa mfano, wanapokuwa mameneja katika miradi mbalimbali wanaweza kupata mafanikio makubwa kwa sababu ndani yao wamezaliwa wakiwa na nguvu ya usimamizi. Ndio maana wanapoongoza katika miradi fulani, miradi hiyo huwa inafanyika kwa mafanikio makubwa, nao pia wanatengeneza majina makubwa yenye mafanikio kuliko binadamu wengine. Kundi la pili la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 20 mwezi wa 4 mpaka tarehe 20 mwezi wa 5. Kama wewe ni moja kati ya binadamu ambao walizaliwa katika tarehe hizi, nataka ujue kuwa wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya ng'ombe. Zipo kazi ambazo kutokana na nyota yako ukizifanya utafanikiwa sana katika uso wa dunia, na kuna baadhi ya kazi hata ukizifanya usiku na mchana hautaweza kufanikiwa. Zifuatazo ni kazi mbalimbali ambazo unatakiwa kuzifanya kulingana na nyota ambayo umezaliwa nayo. Kazi ya kwanza ni shughuli ambazo zinahusiana na mambo ya kilimo. Kulingana na nyota yako, utakapofanya kazi za kilimo ndiko iliko bahati yako, utakwenda kufanikiwa kuliko binadamu wengine. Namba 2, kazi ambazo zinahusiana na mambo ya upishi. Binadamu wengi ambao wamezaliwa wakiwa na nyota ya ng'ombe wanapofanya shughuli za upishi wanaweza kupata mafanikio kuliko binadamu wengine, na ndio maana binadamu wengi wa kundi hili wanapoijua siri hii wanaweza kuanzisha migahawa ama hoteli na kupitia shughuli za upishi wakafanikiwa kuliko wanadamu wengine. Namba 3, fanya biashara. Biashara ni moja kati ya vitu ambavyo vitakupa mafanikio kuliko wanadamu wengine, kwani ndani yako una mvuto wa wateja, lakini una bahati ya pesa. Utakapoweza kufanya biashara, amini usiamini, utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 3, kazi ambazo zinahusiana na masuala ya fedha. Binadamu wa kundi lako wakifanya kazi benki wanaweza kuwa na mafanikio makubwa kwenye maisha yao kuliko binadamu wengine. Namba 4, kazi ambazo zinahusiana na ubunifu wa mambo ya ndani. Wapo baadhi ya binadamu ambao Mwenyezi Mungu aliwazawadia kipaji cha kuweza kuona mazingira ya sebule au vyumba na kuweza kujua vyumba vinatakiwa kukaa katika mpangilio gani, yani kuanzia furniture na decoration za ndani. Basi binadamu hao ni wa kundi lako. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya ng'ombe, amini usiamini, utakwenda kuwa na mafanikio makubwa endapo utakwenda kufanya kazi ambazo zinahusiana na ubunifu wa ndani. Kundi la 3 la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 5 mpaka tarehe 20 mwezi wa 6. Kama wewe ni moja kati ya wanadamu ambao wamezaliwa katika tarehe hizi, ujue kabisa umezaliwa ukiwa na nyota ya mapacha, yani Gemini. Wanadamu ambao huzaliwa katika nyakati hizi wanaweza kupata mafanikio wanapofanya kazi ambazo zinahusiana na masuala ya uandishi. Unaweza ukawa mwandishi wa habari au mwandishi wa magazeti au mwandishi wa vitabu, lakini kazi za ualimu, utakapofanya kazi za kuwafundisha binadamu wengine utafanikiwa kuliko binadamu wengine. Lakini kazi za utangazaji, utakapotangaza katika vituo mbalimbali vya habari kama radio na runinga, utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio zaidi. Lakini kazi za uuzaji, ndio maana binadamu wengi wa kundi hili wakifanya kazi zinazohusiana na uafisa masoko wanaweza kupata mafanikio kuliko binadamu wengine. Kundi la 4 la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 6 mpaka tarehe 22 mwezi wa 7. Kama wewe ni moja kati ya binadamu waliozaliwa katika vipindi hivi, basi wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa ukiwa na nyota ya kaa. Binadamu wenye nyota ya kaa wanahusishwa na kazi zifuatazo ili waweze kufanikiwa. Namba 1, kuwa muuguzi. Namba 2, kuwa daktari. Namba 3, kuwa mshauri. Namba 4, kuwa mwalimu. Namba 5, kuwa mfanyakazi
katika huduma za kijamii. Ukiangalia, shughuli zote hizo zinahusiana moja kwa moja na kuwahudumia wanadamu. Kama utafanya shughuli ambayo ina uhusiano na kuwahudumia wanadamu kwa namna yoyote, wewe utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Kundi la 5 la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi wa 7 mpaka tarehe 22 mwezi wa 8. Binadamu wa kundi hili kwa pamoja huitwa wamezaliwa wakiwa na nyota ya Simba, yani nyota ya Leo. Kama wewe ni moja kati ya binadamu wa kundi hili, kutokana na asili ya nyota yako, zifuatazo ni kazi ambazo ukizifanya utakuwa na mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 1, kazi ya kuwa kiongozi, yani kwenye taasisi fulani au katika kundi fulani ukiwaongoza watu wengine. Ndani yako una mamlaka ya uongozi, watu watakusikiliza na utakwenda kuwa kiongozi mwenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 2, kazi ya uigizaji. Binadamu wa kundi hili wana nguvu ya ushawishi ndani yao, wanapoigiza watapata mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 3, kazi za siasa. Utakapokuwa mwanasiasa, wewe ni mtu mwenye ushawishi mkubwa, hivyo watu wengi kwa sababu ya nguvu ya ushawishi ambayo ipo ndani yako watakuchagua na kukufanya kuwa kiongozi wao. Namba 4, mkurugenzi. Unapokuwa mkurugenzi utapata mafanikio kuliko binadamu wengine. Namba 5, mzungumzaji wa hadhara. Unaweza kuwa afisa habari wa kampuni fulani na ukaweza kuwa na mafanikio makubwa kuliko inavyokuwa kwa binadamu wengine. Kundi la 6 la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi wa 8 mpaka tarehe 22 mwezi wa 9. Kwa pamoja binadamu wa kundi hili huzaliwa wakiwa na nyota ya Virgo au nyota ya Bikra. Kwa sababu ya asili ya nyota yao, hawa ni wanadamu ambao wanaweza kufanikiwa zaidi pale watakapofanya kazi ambazo zinahusiana na masuala yafuatayo. Namba 1, kazi za uhasibu. Namba 2, kazi za uchambuzi wa data. Namba 3, kazi za ufamasia. Namba 4, kazi za kuhariri. Namba 5, kazi za kufanya tafiti. Kundi la 7 la binadamu ni binadamu ambao walizaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 9 mpaka tarehe 22 ya mwezi wa 10. Kwa pamoja binadamu wa kundi hili walizaliwa wakiwa na nyota ya mizani, yani Libra. Kutokana na asili ya nyota yao, hawa ni wanadamu ambao wakifanya kazi zifuatazo watafanikiwa kuliko binadamu wengine. Namba 1, kazi za sheria. Namba 2, kuwa mwanadiplomasia. Namba 3, mbunifu wa mitindo. Namba 4, mpatanishi, na namba 5, afisa wa rasilimali watu. Kundi la 8 la binadamu ni binadamu ambao walizaliwa kuanzia tarehe 23 ya mwezi wa 10 mpaka tarehe 21 ya mwezi wa 11. Kwa pamoja hawa ni wanadamu ambao walizaliwa wakiwa na nyota ya Nge au Scorpio. Hawa ni wanadamu ambao nyota yao inahusishwa na kazi zifuatazo. Namba 1, upelelezi. Namba 2, daktari wa upasuaji. Namba 3, mwanasaikolojia. Namba 4, mtafiti. Namba 5, mchunguzi wa jinai. Kundi la 9 la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 11 mpaka tarehe 21 mwezi wa 12. Kwa pamoja hawa ni wanadamu wenye nyota ya mshale. Kutokana na asili ya nyota yao, hawa ni wanadamu ambao wakifanya kazi zifuatazo watafanikiwa kuliko binadamu wengine. Namba 1, kazi ya urubani. Namba 2, kazi ya kuongoza watalii. Namba 3, kazi ya ualimu. Namba 4, kazi ya uandishi wa habari, na namba 5, kazi ya diplomasia. Kundi la 10 la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 22 mwezi wa 12 mpaka tarehe 19 mwezi wa kwanza. Kwa pamoja hawa ni wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya mbuzi, yani Capricorn. Hawa ni wanadamu ambao kutokana na asili ya nyota yao wanatakiwa kufanya shughuli zifuatazo ili wafanikiwe kuliko binadamu wengine. Namba 1, kazi ya uhandisi. Namba 2, kazi ya umeneja. Namba 3, kazi ambazo zinahusiana na masuala ya biashara. Namba 4, kazi ya uhasibu. Namba 5, mbunifu wa majengo. Kundi la 11 la binadamu ni binadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mpaka tarehe 18 ya mwezi wa pili. Kwa pamoja hawa ni wanadamu waliozaliwa wakiwa na nyota ya maji, yani Aquarius.
Hawa ni wanadamu ambao kutokana na asili ya nyota yao wakifanya kazi zifuatazo watafanikiwa kuliko binadamu wengine. Namba 1, mhandisi wa teknolojia. Namba 2, mwanasayansi. Namba 3, mbunifu wa program. Namba 4, mvumbuzi. Namba 5, mwanaharakati. Kundi la 12 la wanadamu ni wanadamu ambao huzaliwa kuanzia tarehe 19 mwezi wa pili mpaka tarehe 20 mwezi wa tatu. Kwa pamoja hawa ni wanadamu ambao huzaliwa wakiwa na nyota ya samaki. Kutokana na asili ya nyota yao, hawa ni wanadamu ambao wakifanya shughuli zifuatazo basi wanaweza kufanikiwa kuliko binadamu wengine. Namba 1, kazi ya muziki. Namba 2, msanii. Namba 3, mwandishi. Namba 4, mwanasaikolojia. Namba 5, mpiga picha. Ninaamini mpaka hapo umeshajitambua wewe ni nani. Je, kazi ambayo unaifanya ni sahihi? Kwa kuzungumza hayo, sina maana unatakiwa kuacha kazi ambayo unaifanya, yani kazi ambayo inakuweka mjini. Nachotaka ufanye kulingana na kazi kwa kuzingatia tarehe ambayo umezaliwa na nyota yako. Jaribu kuanzisha shughuli nyingine huku ukiendelea na shughuli yako ya mwanzo. Fanya shughuli ambayo inaendana na nyota yako. Amini usiamini, shughuli hiyo italeta mafanikio, na pindi itakapoleta mafanikio ya kweli, unaweza ukaacha shughuli ambayo ulikuwa unaifanya mwanzo na ukaenda kujiattach moja kwa moja na shughuli ambayo inakuletea mafanikio ya kweli. Mimi mpaka hapo sina la ziada. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema na tukutane tena katika video ijayo.